Bado nipo na Chief Chizenga maeneo fulani ya Magomeni Garden hapa, sehemu yake ya kupumzika, sehemu yake ya kujidai, ya kufurahia maisha ya wananchi, naye akiwa na uzi wake mkubwa kabisa ya wananchi. Chief Chizenga, leo nimekutembelea kwa ajili ya kuzungumza mambo tofauti, lakini hasa kuhusiana na kilichojiri siku ya Jumapili, matukio mawili muhimu, Simba ikiwa nje ya nchi ikicheza mechi, lakini pia hapa Tanzania kukiwa na mkutano wao mkubwa kabisa, mkutano wa kikatiba wa kufungia mwaka pale maeneo ya Diamond Jubilee Upanga. Mambo mengi yalitokea pale, lakini hasa kuhusiana na ule mkutano ulivyokuwa unaendeshwa. Lakini baada ya naibu waziri kuzungumza pale, ambaye ni Hamisi Mwinjuma mwana FA almaarufu, alivyozungumza, alipomaliza kuzungumza, alipoondoka, nyuma kukawa na sintofahamu, mkutano ukaharibika. Wengine wakisema kwa sisi biriani hata nyumbani lipo, tunakuja hapa tulichokipata tunapewa biriani. Biriani ni nini? Hiyo una washauri nini labda wana Simba kuelekea katika mafanikio? Unajua, nasikitika sehemu moja hivi kabisa katika haya maisha. Leo una mgonjwa wako yuko hospitali ya ICU kabisa, unajua kabisa sasa hivi ana survive, aweze kupata kuipambania roho yake iweze kurudi ulimwenguni, lakini yuko nusu duniani, yuko nusu wa hela. Alafu vile vile hapo upande wa pili tena unakwenda kukubali kushiriki harusi. Hivi kweli wewe utakuwa uko sawa sawa katika kichwa chako? Maana yangu ni nini? Simba Sports Club wameshika mawili kwa wakati mmoja. Wameiacha timu yao imekwenda nchini Mali kupambania pointi 3. Wao wote wamekuja, wameenda kuungana, wakaenda Diamond Jubilee, wameenda pale kwenye kicheni party, sio kicheni mada kile. Maana mkutano mkuu hauwezi kuwa katikati ya msimu au mwanzo wa msimu ikiwa timu imeshaanza kucheza mechi za ligi kuu. Ndio maana Chief, ndio maana wakaitwa kikatiba, kwa maana hauwezi ukabadilisha katiba iliyoandikwa. Kwa hiyo haijalishi siku hiyo ina umuhimu gani kwa timu. Yaani kwa hivi cha kuwashauri ili waweze kurudi kwenye mfumo wa kawaida. Cha kwanza kabisa, wanachama, mashabiki pamoja na viongozi wa matawi yote, hakikisheni shikamaneni mwe kitu hichi kimoja. Msikubali kununuliwa kwa pesa za hawa viongozi mbalimbali. Kila mmoja anahitaji nafasi ya kukaa pale juu. Ugomvi wote unaoona hapa kuna keki inayogombaniwa, na keki hii inayogombaniwa wanaosababisha haya sio mashabiki, sio wanachama, ni hawa waliokuwa huku juu. Ikiwapendeza, ikiwezekana, angalieni nani kwenu ambaye kipindi cha miaka 4 mnapambana ili mweze kukaa katika mfumo, kipindi mnatusumbua, nani alikuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kuwapa furaha. Tembeeni naye huyo. Msikubali furaha yenu iondoke. Kipindi ambacho nyinyi mnaanza kugombana sasa hivi, mjue kabisa mnakwenda kuidogodesha timu yenu, inapotea kabisa kwenye ramani ya soka. Sisi tulipata kujifunza kupitia nyinyi kule CAF Champions League, mlitugea uchungu wa kila mwaka kufika robo finali, kiasi cha kwamba na sisi tumeamua kuiga vitu vya kwenu, kupambana tukaunda timu yetu kupitia morali yenu, mpaka leo hii Yanga anaimbwa saizi Afrika. Na nyinyi msione aibu, tumewazidi kipengele cha wanachama. Njooni kwetu, mjifunze mfumo wetu, jinsi gani wa kuongoza timu. Angalieni, pambaneni, badilisheni katiba, hiyo ndio la kwanza, ili muingie kwenye mfumo wa kuwa na rais, makamu wa rais na watendaji wake kadhaa. Na matawi yenu, hakikisheni mnapoenda kwenye mfumo wa wanachama, basi angalieni muwe kama sisi. Kwa mwaka sisi ada tunalipa 24,000, mwanachama before kabla kuingia unalipia 29,000. Kwa hiyo mkiwa mnafanya hivi mkaungana kwa pamoja, mtamsaidia mwekezaji wenu aweze kuingia kwenye mfumo wa kuisaidia timu yenu na kukaa katika mfumo mzuri. Mnadanganyika kwa kukubalika. Wewe unapewa leo shilingi 100,000, yule kwa anapewa 30,000, yule kwa anapewa kitu hiki. Haya yote yanatokana, kila mmoja anampiga maneno mangungu. Najua mangungu mnamshambulia kwa sababu hana kitu. Ninachompendea yule mzee, amenyooka kama lula. Unavokuja ndivyo anavyokupokea. Ninachowashauri kwa sasa hivi, unganeni kwanza, pambanieni timu yenu. Baadaye migogoro yenu mtaiendeleza. Otherwise, mkiendelea migogoro yenu, tunawahakikishieni kombe la ligi kuu, kombe la CRDB, yani ligi ya Tanzania, tutaitawala mpaka tunaota mvi kwa sisi kwa umri tuliokuepo sasa hivi. Sawa, lakini Chifu, unahisi kwa nini naibu waziri alizungumza kauli kama hile ya kusema kuwa serikali haihusiki na migogoro yenu, na migogoro yenu mumalize nyinyi wenyewe, sisi tutakuwa nyuma yenu, tutakuwa tunatazama, ila kikubwa tunachohitaji migogoro yenu isihusiane na serikali? Unahisi kwa nini kasema vile?
amezungumza vile, amefikisha ujumbe. Unajua mfano kama ma-influencer wa Simba na influencers wa Dar es Salaam Africans, sisi tunakutana kwenye timu ya taifa kwenye national team, na hawa viongozi vile vile huwa tunakutana nao. Wanachotuambia ni kwamba kwenye hivyo vilabu vyenu sisi hatuwaogopi viongozi wenu, tunawaogopa nyinyi wanachama na mashabiki. Mfano kama nyinyi Yanga mlisema hamchezi. Sisi tukimuuliza engineer unaleta timu, anasema timu inaletwa. Tukija kwa mashabiki mnasema hamchezi. Hii maana yake ni nini? Nyinyi ndio wamiliki wa hii timu. Sisi kazi yetu ni kuwashauri. Maana yake mwana FH ongea pale kawaambia kikubwa, pambaneni muiokoe klabu yenu nyinyi wenyewe. Maana yake sasa hivi watafute mtu ambaye anasikilizwa na kukubalika na uongozi uliokuwa madarakani pale, hilo la kwanza. La pili, anayekubalika na wanachama na mashabiki. Tunasema huyu ni mzee. Mfano kama sisi kwetu ukiona kuna mgogoro anaitwa Jakaya Mlisho Kikwete. Na Simba Sports Club tunafahamu Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu, ndio mwenezi, ndio mkolongo wa timu yenu. Jitahidini, organizeni matawi yenu, angalieni viongozi wenu 10-15 wajitahidi waende Luangwa wakakae na Kassim Majaliwa aweze kuangalia shida ni nini ili muweze kusaidika. Otherwise tutawatesa nyinyi mpaka mchanganyikiwe. Wanasema vita ya panzi. Furaha kwa kunguru, na kunguru wenyewe ndo sisi. Tuna rangi ya njano, kijani na nyeusi. Sisi nyinyi mkigombana tunafurahi ile kinoma. Ila nawapa ushauri huu kwa sababu mshiki jembe mkalime, nyinyi mnafurahi. Sisi bwana tukiona ukiona ugomvi wanagombana ndugu kwa ndugu, cha kwanza kabisa ili upate kuenjoy, chukua smartphone yako, rekodi, baadaye pandisha bonge la content. Kwa hiyo Simba mnavogombana, kwanza viongozi wenu wenyewe kwa wenyewe mnatoa siri, na hapo tumepandikiza majasusi wetu. Viongozi wetu wa juu wana majasusi wao ambao viongozi wenu wenyewe, na sisi mashabiki tuna majasusi wetu wako ndani ya Simba, wakiwemo Kisugu. Bwana. Watakaoyamwage hapa. Kisugu anatoa sana siri zao, sisi tukikaa naye anatuambia katika mambo yao. Akiwa yuko vizuri kabisa, kwa sababu muda mwingine nasikia mashabiki wa Yanga mnawapeleka sehemu bwana, hebu tupigeni vyombo kwanza. Kupiga vyombo watu wanatoa siri zao. Kisugu akiwa yuko vizuri. Tunasema mlevi akilewa huaga anaongeaga ukweli. Hata mahakamani mlevi mtoto wanakubalika sana kwenye ushahidi. Kisugu wewe kaka yangu, nimekuletea jokes na kadhalika, lakini isije katokea mashabiki wa Simba wakakupiga. Ila katika mashabiki wenu mliokuwa nao vile vile wapo ambao hawataki mema hiyo klabu yenu ya Simba, kwa sababu nyinyi wenyewe mmegawanyika. Ma-influencer wa Simba, kuna watu mpo timu Mangungu, kuna watu timu Try Again, kuna watu si mpo timu ya yule aliyoshika sasa hivi nafasi mwenyekiti wenu ambaye anaitwa Macrenses Magoli, ambaye kawaambia kuna baadhi ya viongozi wa Simba wana matatizo ya afya ya akili. Hasa hii ni mbaya sana. Ukimuona baba anatoka nje anaanza kuwaambia watoto mama yenu ameanza kuwa kichaa, basi ujue kabisa hiyo familia inakwenda kusambaratika. Weke nukta hapo Chief Zenga. Una mengi ya kuzungumza, naona kabisa una haja ya mengi ya kuzungumza, lakini nashikwa mkono na ndugu yangu kabisa Awadhi almaarufu kama Mikwara Graphics. Bwana, asante sana kwa wewe unaendelea kutupa thamani ya kututazama kila itwapo leo.